Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeendeleza mapambano dhidi ya Marekani ikilenga zaidi mifumo ya makombora ya Marekani, lakini pia ikilenga mawasiliano katika kambi tatu kuu za kijeshi za Marekani huko Kuwait siku ya leo alfajiri. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran siku ya leo alfajiri imeendesha mashambulizi makali kwa kutumia makombora ya ballistic, lakini pia ikitumia ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi mazito katika maeneo mbalimbali ya mataifa yenye ngome za kijeshi za Marekani. Madai ya IRGC yanakuja kufuatia mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Kuwait na kuamsha ving'ora kote nchini, kulingana na chapisho la jeshi la Kuwait kwenye ukurasa wa X mapema siku ya leo Jumanne. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Kuwait ulizuia mashambulizi hayo, jeshi lilisema, na kuongeza kuwa ikiwa sauti za milipuko zitasikika ni matokeo ya uvamizi. Jeshi liliwataka raia kuendelea kuzingatia miongozo ya usalama. Kambi tatu za Marekani nchini Kuwait zimelengwa. IRGC imesema imelenga mifumo ya makombora katika kempu ya Arfijan ya Kuwait, kituo kikuu cha kijeshi cha Marekani kusini mwa jiji la Kuwait, kwa makombora ya uso kwa uso. TV ya taifa ya Iran imeripoti mapema Jumanne ya leo. Pia imedai kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika kambi ya Ahmed Al-Jaber huko Kuwait, pamoja na kituo cha ndege zisizokuwa na rubani za aina ya MQ-9 katika kituo cha anga cha Ali Al-Salem. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC pia limesema kuwa Iran imeshambulia rada, mawasiliano na vituo vya satellite vya Marekani nchini Kuwait kupitia mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani mapema Jumanne ya leo asubuhi. Iran inaendeleza mashambulizi yake katika kuhakikisha inalipa kisasi mashambulizi yanayofanywa na Marekani katika maeneo mbalimbali ya taifa lake. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema lipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, lakini pia viongozi wakiunga mkono mapambano hayo wakisema wao watapambana hadi tone la mwisho na kamwe hawataweza kusalimu amri kama ambavyo rais wa Marekani anatamani wa Iran wafanye hivyo. Licha ya kwamba kuna mashinikizo makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kiuchumi, lakini pia na ya mashambulizi, lakini Iran imeendelea kusalia na ustahimilivu, huku viongozi wake pamoja na jeshi lake likisimama imara kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani. Kubwa ambalo linatajwa wakati huu ni kwamba Marekani inasababisha hali katika Mashariki ya Kati kuendelea kuwa ngumu zaidi, na ni kutokana na namna ambavyo mataifa mengi ya Mashariki ya Kati yanavyozidi kushambuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati huu mataifa kama vile Kuwait, Bahrain, lakini pia Jordan, kadhalika na Umoja wa Falme za Kiarabu na hata Saudi Arabia yenyewe zimeingia katika mashambulizi ya Iran, jambo ambalo limetengeneza uhasama kati ya nchi hizo na taifa la Iran. Mataifa mengine ambayo ni rafiki pia na pia huenda kaingia katika mgogoro na Iran, licha kwamba yameendelea kuwa wapatanishi dhidi ya katika kipindi hiki. Qatar ni moja kati ya wapatanishi, lakini pia Oman nayo pia imekuwa moja kati ya nchi ambazo zimekuwa na uhusiano wakati kwa kati yake na Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati. Wakati wa alfajiri ya leo, jeshi la IRGC likishambulia katika kambi tatu za kijeshi za Marekani katika nchi ya Kuwait, lakini pia kunatajwa kuna maeneo mengine yaliyoshambuliwa katika maeneo ya Bahrain, lakini pia na huko Jordan. Endelea kutufuatilia kupitia The World News. Tutakujuza ni nini ambacho kinajiri katika eneo hilo la Mashariki ya Kati lililokumbwa na mzozo mzito kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.